Ongelea kuhusu mlango unawakilisha fursa ambazo Mungu amekupatia. Mlango unawakilisha nafasi ambayo Mungu amekuweka. Nafasi yoyote ambayo uko nayo sasa ni mlango uliofunguliwa kwa ajili yako na kwa ajili ya maisha yangu. Mlango huo unaweza usifanye kazi kwa mtu mwingine, lakini ukafanya kazi kwa ajili yako. Kila nafasi ambayo Mungu amekuketisha, kila fursa ambayo Mungu amekufungulia ni kwa ajili ya kumtumikia Mungu, ni kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Na tunapozidi kumtumikia Mungu ndipo ghala zetu zinajazwa. Na ndio maana jana tulianza na kipengele kinasema mlango wa wokovu na uwepo wa Mungu. Hatuwezi tukasonga mbele pasipo kuingia kwanza kwenye mlango wa wokovu. Yesu Kristo ndio mlango wa wokovu. Tunapomkiri Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, ndipo tunaingia kwenye mlango wa wokovu wa kukaribisha uwepo wa Mungu katika maisha yetu. Ili nini? Ili tuweze kutembea pamoja na yeye. Na leo tunaongelea kuhusu mlango wa kusudi. Mlango wa kusudi ama mlango wa wito wa huduma. Mungu amemuumba kila mmoja wetu kwa kusudi. Makusudi yetu yanatofautiana. Ukiangalia hata vidole, alama za vidole vyako viko tofauti. Na ndio maana kila unaposafiri kwenye nyaraka zako muhimu wanakuambia weka dole gumba, weka vidole vyako, kwa sababu pamoja na binadamu tuko bilioni zaidi ya bilioni 6, lakini kila mwanadamu yuko na alama yake tofauti ya mkono. Baba na mama na watoto, hata kama mnafanana kiasi gani, vidole vyetu havifanani. Hii inamaanisha nini? Kwamba Mungu amemwandaa kila mmoja kwa kusudi lake. Mungu amemwandaa kila mmoja kwa kusudi lake. Na kusudi la Yesu lilikuwa ni nini? Kusudi la Yesu ilikuwa ni kuzivunja nguvu za giza. Kusudi la Yesu ilikuwa ni watu waokolewe. Kusudi la Yesu ilikuwa ni kuwavuta wengi waje kwa Baba. Hilo ndio lilikuwa kusudi la Yesu ambalo alikuja nalo. Sasa na kusudi lako ni nini? Mungu amekuita kwa ajili ya nini? Mungu ameweka wito gani ndani ya maisha yako? Hatuwezi wote kuwa wahubiri, hatuwezi wote kuwa waimbaji, hatuwezi wote kuwa askari polisi, kuwa wanajeshi, hatuwezi wote kuwa wanasiasa, hatuwezi wote kuwa walimu, hatuwezi kuwa wote wainjilisti ama manabii. Ina maana gani? Kila mmoja Mungu amemwita kwa kusudi na kwa wito maalum. Yaani jinsi ulivyo wewe, maandiko yanasema umeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha. Hebu tuone mlango wa Paulo uliofunguliwa, kitabu kile cha Wakorinto wa kwanza. Tunaona Mungu amemfungulia Paulo mlango mkubwa sana. Wakorinto wa kwanza sura ya 16 na mstari wa 9. Maandiko yanasema, maana nimekufungulia mlango mkubwa wa kufaa sana, na wako wengi wanipingao. Kwa hiyo jambo moja, mlango uko wazi, lakini wapinzani wako wengi. Ina maana gani? Kwamba kwenye kila ofisi kuna nafasi moja tu ya kiongozi. Kwenye kila kanisa kuna nafasi moja tu ya mchungaji kiongozi. Kwenye kila familia kuna nafasi moja tu ya baba. Kwenye kila ndoa kuna nafasi moja tu ya mwanamke. Na ndio maana hata ukakuta mwingine ameoa wanawake 6, lakini yule anayetoka mke mkubwa, maanake hiyo nafasi ni moja. Hakunaga wake wakubwa wawili, maanake hao wengine walikuja kuiba ile nafasi ya mke mkubwa. Kwa hiyo iko nafasi moja tu. Kwa hiyo kwenye hiyo nafasi kila mmoja anaitamani, kila mmoja anaigombania, kila mmoja anataka akae pale ambapo umekaa, kila mmoja anataka aishike hiyo nafasi. Na ndio maana mke mkubwa usiposimama unashangaa anakuja mke mdogo na mdogo na mdogo. Kwa sababu gani? Hiyo nafasi unayoishika wako wengi wanaigombania, wako wengi wanaigombania. Wito uliokupatia Mungu, wito aliokupa, wako watu wengi wanagombania. Tunamwona hapa Paulo, mlango wa injili umefunguliwa. Mungu amemtuma katika Asia ndogo,
anahubiri injili kule Waefeso, na mlango baadaye unafunguliwa kwenda Wakorinto. Kutoka Asia ndogo ama Waefeso kwenda Wakorinto ilikuwa ni nchi jirani, lakini palikuwepo na watu wengi wanapinga. Kumbuka kule katika hiyo Ugiriki palikuwa na Uturuki na Ugiriki. Hizo ni nchi za jirani kabisa. Milango ya injili umefunguliwa, lakini wako wengi wanapinga, hawataki Yesu ahubiriwe, kwa sababu Yesu akihubiriwa, biashara za kutengeneza vinyago zilikuwa zinakufa. Palikuwa na watu wamewekeza mamilioni ya fedha, wamenunua dhahabu za kutosha, wanatengeneza vinyago, wanasema huyu ndio Mungu wenu, huyu ndio baba yenu, huyu ndio mlinzi wenu. Vinyago vya dhahabu, vinyago vya fedha. Watu wananunua vinyago, wanakwenda kuweka ndani ya nyumba zao, wanakwenda kuweka ndani ya ofisi zao, wanakwenda kuweka kwenye magari yao, wanaambiwa kwamba huyu ndio Mungu. Alafu hapo hapo Paulo anawaambia kwamba Mungu ni mmoja. Kwa hiyo wako wengi wakaanza kupinga. Demetrio alikuwa ni kiongozi wa watengeneza vinyago, wakasema haiwezekani, hatuwezi kuwa biashara yetu kwa sababu ya injili, hatuwezi kupoteza pesa kwa sababu ya injili. Wakaanza kumpinga Paulo kwamba anapotosha, kwamba ni mwongo, na ndio maana walimuinukia. Kwenye mitaa yetu tunapohubiri habari njema za Yesu Kristo na kuhakikishia wachawi hawafurahi, kwa sababu wachawi wameroga ili watu wazidi kuwa walevi. Wachawi wanaloga ili watu wazidi kupumbazwa akili zao, wazidi kufungwa akili zao. Biashara zingine tunazoziona ni kwa sababu ya wingi wa dhambi. Kama watu wakiokolewa, kuna biashara nyingi zitakufa. Kama watu wakimjua Yesu, na kuambia kuna wamama wengi, wababa wengi wataporomoka. Watu wengi unaona wamebarikiwa, ni kwa sababu gani? Wametumia mili yao kujitajirisha, wametumia nafasi kwenda kumwimba mume wa mtu, wametumia nafasi kwenda kwa wanawake wenye fedha. Kwa hiyo wakiokoka, hizo biashara lazima zife, ili Yesu ainuke ndani yao, awatajirishe, awabariki. Sasa watu hawataki kwanza na Yesu, hawataki kupoteza vitu vyao, hawataki kupoteza mali zao. Paulo anasema mlango umefunguliwa, ni hubiri injili, lakini sio wote wanataka, kwa sababu wengi wanataka wawatumikishe watu katika uovu wao. Umesikia watu wanafanya biashara za madanguro, wanakwenda kuchukua wadada vijijini, wanasema kwamba wanachukua wadada vijijini, wanakwenda kusema nimekutafutia kazi kwenye mji fulani, nimekutafutia kazi, njoo ufanye. Wadada watu wakija, kazi ambao wanapelekwa kwa wanaume, wanafanyishwa biashara za ngono. Tumesikia kwenye vyombo vya habari, kwenye magazeti, hizo kesi zimekuwa nyingi. Sasa watu wakiokolewa, ina maana hizo biashara, injili ya Yesu ikihubiriwa, ina maana hizo biashara zitakufa. Ina maana wale ambao wanafanya hizo biashara watakuchukia, na ndio maana wanazidi kuroga ili wakupinge, wanazidi kuroga ili wapinge injili. Unaenda mtaani unahubiri injili kabisa, mtu anasema toka hapa, unatupigia kelele, toka hapa, unatupigia kelele. Lakini walevi wanaopiga kelele, wanaotukana watu, miziki ambayo inapigwa mitaani ya kumtukuza shetani haipigi kelele, lakini habari njema ndizo ambazo zinapigia kelele. Maanake nini? Ni upinzani wa injili, ni upinzani wa injili, kwamba injili isihubiriwe, lakini injili haizuiliki, injili haizuiliki. Habari za Yesu hazizuiliki, zinapenya kila maeneo, zinapenya kila nyumba, zinapenya kila ofisi.